Wananchi hawa wa Arusha kwa miaka mingi wamekuwa wakisikia sana ahadi. Tutafanya hiki, tutafanya hiki. Sasa mimi nilisema kwa ujasiri mkubwa kabisa, najua kwamba upo unayeweza kufuatilia mambo yakatokea. Kwa hiyo hawatatusikia huko majukwaani, bali wataona matokeo yakifanyika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ajenda ya barabara ni ajenda ya wananchi wa mkoa wa Arusha na ni ajenda ya muda mrefu. Na siasa zilizokuwepo, hasa siasa za kiupinzani, ziliwanyima fursa wananchi wa jimbo la Arusha kupata barabara. Mivutano ile, migogoro ile, wakajikuta miaka ile ya nyuma yote wenzao wanatandikiwa lami, huku watu bado wanavutana kwenye mibishano ya kisiasa. Nafikiri sasa ni wakati sahihi tuwalipe wema wananchi wa jimbo la Arusha kwa wema wao wa kukubali kukichagua Chama cha Mapinduzi. Tumekaa sisi kwenye baraza letu la madiwani, nikamwambia Mheshimiwa Meya, wakati tunaomba serikali kuu tushike mkono hasa kuelekea AFCON, na sisi huku ndani tujipige basi, tuanze kuonyesha sisi wenyewe kutokana na mapato yetu ya ndani tunawekeza kiasi gani kwenye jambo ambalo linawakera wananchi wa jimbo la Arusha. Kwa tayari tumefanya reallocation, tumepata kama bilioni 3, lakini tunataka tupandishe angalau zifike bilioni 8 ili ziwezeshe kuchangia kwenye ule mpango wa TAMISEMI wa kujenga zile barabara karibia kilomita 14, afu ziwezeshe kwenye mpango wa TANROADS wa kujenga barabara ambazo kutoka hapa Kilombero kwenda mpaka kule Kisongo kwa njia 4 ambayo ina takriban urefu wa kilomita 9.3, kwa sababu inachukua na hiki kipande cha hapa chuo cha ufundi hapa. Lakini pia tunao barabara inayopita kwenda kwa Mlombo, inaenda moja kwa moja mpaka Bondeni City pale kwenye roundabout ya kutupeleka stendi, na yenyewe iko chini ya TANROADS. Na nafahamu ya kwamba ziko kilomita zaidi ya 70 ambayo tayari zimeshasainiwa mkataba ya kutoka kule kwa Mlombo inayozunguka kwenda mpaka Orojoro kule chuo chetu, inarudi kuja kutokea huku Fan Retreat, ambayo itasaidia hata wananchi walioko upande wa pili huku wa Mshono wanazunguka na ile barabara, ni kama bypass nyingine ya kuwaleta katikati ya mji au kuwapeleka kwenda kwenye maeneo ya viwanja. Kiwanda kinapofufuliwa kinaongeza mapato ya jiji letu la Arusha. Bidhaa zinazotengenezwa zinaongeza uhalali wa kuwa taifa huru. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kiwanda kama hiki kinapofanya kazi kinarejesha heshima ya taifa kuwa na uwezo wa kujitegemea. Utakumbuka hivi karibuni dawa kama hizi lazima zitoke kwenye mataifa mengi ya nje ya bara letu la Afrika. Kitendo cha ndoto ya Daktari Samia kubeba matumaini ya wana Arusha si tu kwamba kinatuletea uhalali na heshima kama jimbo, lakini pia kinaiweka taifa letu kwenye sura mpya duniani ya uwezo wa kujimudu na kuzalisha dawa muhimu kama hizi ndani ya nchi yetu. Na mimi nilikuwa nawatia moyo wananchi wa jimbo la Arusha, jamani, viwanda vinakwenda kufufuliwa. Leo sio historia tena. Kiwanda kama hiki muhimu kinaenda kuzalisha dawa, kitatengeneza ajira, kitaongeza uimara wa taifa letu, na Watanzania wafahamu ya kwamba Tanzania kimkakati ina heshima kubwa kwenye nchi za SADC, na kupitia bohari yetu ya dawa huwa tunanunua pia madawa kwa ajili ya misheni mbalimbali katika nchi zetu za SADC. Kuwepo kwa uwezo wa kiwanda chetu cha hapa Arusha kuzalisha dawa, manake ni soko la Afrika Mashariki, ni soko la nchi wanachama wa SADC, lakini pia ni soko la nchi wa ukanda wa maziwa makuu. La mwisho tu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, vile viwanda vingine ambavyo viko ndani ya jiji letu vinavyozalisha nusu capacity au vingine vimesimama kabisa. Nafikiri afisa biashara pale mkoani nilimpaka kazi ya kupitia viwanda vyote, basi mpe kazi ya kukuletea ripoti ili uvipitie vile viwanda, na mchakato ule wa kila kiwanda kilipokwama tuone namna ya kukikwamua. Niwaombe wafanya biashara wa jimbo letu ile la Arusha mjini, tutumie hii nafasi tuliyopata. Mmepata nafasi ya kupata viongozi wawili wenye uzoefu. Moja, mbunge wenu amekuwa mwenezi wa chama taifa, amekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam,
amekuwa naibu waziri na sasa ni waziri kamili. Tutumie nafasi ya mkuu wetu wa mkoa, amekuwa mwenezi, mweka hazina, amekuwa mkuu wa mkoa Dar es Salaam, sasa tuko naye Arusha, amekuwa naibu waziri wa wizara mbalimbali. Mkitutumia vizuri sisi wawili hapa, hakuna jambo wananchi wa jimbo la Arusha na Arusha kwa ujumla mtakalokwama. Kwa yale ambayo mnaona kabisa mkikimbilia kwa mkuu wa mkoa atasukuma hizi nafasi, hatutaji kama sehemu ya sifa, tunataja kama sehemu ya networking. Stendi ya mkoa wa Arusha iliyoko ndani ya jiji la Arusha imejadiliwa miaka mingi sana, tangu 2019 ndio kipindi hicho stendi hii ilipaswa iwe inajengwa pia, lakini kwa bahati mbaya wana Arusha hawakupata nafasi ya kukamilisha ndoto hii. Leo kilichonileta hapa tu kushuhudia kile nilichokuwa nawaambia Watanzania wa jiji la Arusha na mkoa wa Arusha kwamba stendi yao inajengwa, na wewe umesimamia, na leo tunaona matokeo ya ujenzi wa stendi hii. Kwenye loti moja ya mkataba, stendi hii pamoja na soko yalikuwa ndio mambo makubwa ya wana Arusha wanayoyataka, na kwa kweli wana Arusha walichoka kupewa hadithi za lini stendi itajengwa. Lakini leo tuna ujasiri wa kusimama na kusema sasa si tu kwamba itajengwa lini, stendi inajengwa sasa. Na chini ya usimamizi wako sina shaka ya kwamba mkandarasi huyu ataendelea kufanya kazi na kuikimbiza ili kabla ya AFCON Daktari Rais aje azindue stendi yetu ya hapa Arusha jiji. Na tunatamani anapokuja kwenye uzinduzi wa miradi kwa ratiba tutakayomuomba, basi azindue soko letu la Kilombero, azindue kiwanda chetu cha madawa, atuzindulie stendi yetu, na ikiwezekana atuzindulie na uwanja wetu wa AFCON wa Samia AFCON City. Niwaombe wananchi tuendelee kuipa ushirikiano wa serikali ya awamu ya 6 kwa kulipa kodi ili pesa hiyo iendelee kutumika katika miradi ya maendeleo katika jiji letu la Arusha. Ombi langu la mwisho kwa wananchi, stendi hii inapojengwa hapa ni fursa za kiuchumi zinazoletwa hapa. Ninaomba wananchi wa jiji la Arusha mwende kwa mkurugenzi wa jiji, mkakutana na kamati ya mipango miji, na mwenyekiti wetu wa kamati ya mipango miji ni ndugu yetu Abasi ni diwani wa Leverosi pale na timu yake, ili eneo lote lipangwe vizuri, ili na nyinyi mwanze ujenzi, kama ni wa migahawa, kama ni wa hoteli, kama ni wa apartment, ili anapokuja kuzindua Daktari Samia stendi yetu, na nyinyi tayari mmeshategesha milango ya kujenga uchumi. Nilikuwa na kikao na wizara yetu ya uchukuzi, wamekubali kujenga reli na kuuisha reli yetu itakayobeba abiria kutoka Kilimanjaro Airport kuwaleta mpaka kwenye uwanja wetu wa AFCON. Maana sasa ni fursa nyingine kubwa zaidi ya kiuchumi katika eneo letu. Kwa hiyo niombe sana wafanyabiashara, changamkeni hii fursa. Sio stendi inakamilika tunaanza kujenga tena vibanda vya mabati. Tujenge vitu vya hadhi inayofanana na stendi yetu ambayo Daktari Samia ametuletea. Kwa hiyo niombe wananchi wa jimbo la Arusha, jamani, chonde chonde. Serikali ya Samia haitakubebea manoti kukuletea nyumbani kwako. Inakutengenezea fursa za kukusogezea wateja. Wewe ni jukumu lako kujua hawa wateja ni wa namna gani na nifanye nao biashara ipi.